Nani ambaye yuko tayari kujibu swali langu? Hamna. Kwa nini tunatoa? Kwa nini tunatoa? Haya, tumishi wa Mungu. Tunatoa kwa sababu tunatoa ili tubarikiwe. Makofi mawili kwake. Kwa nini tunatoa? Kina mama, nani ambaye? Tunatoa ili kumjaribu Mungu. Ili kumjaribu Mungu. Yeye anasema tunatoa ili tumjaribu Mungu. Mwingine anasema tunatoa ili tubarikiwe. Tumishi wa Mungu. Tunatoa kwa sababu fedha na mali ni mali. Fedha na dhahabu ni mali yake. Makofi matatu kwa. Mungu akubariki sana. Huyu ameelewa somo. Na wewe pia umeelewa. Hata wengine umeelewa. Maana hatujafika huko. Nitegemea nipate majibu ya pale ambako nimeshatoka. Na unataka kusema? Tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu. Makofi matatu na yeye. Tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu, na upendo wetu kwa Mungu sio upendo wa faida. Mungu nakutolea 5,000 ili nipe 50. Wewe ushirikina wewe. Wewe nini? Mungu hafanyi biashara hiyo. Wewe toa, tunampenda, mtolee tu. Hayo mengine mwachie. Kazi yako ni kutoa. Swala la baraka sio kazi yako. Kama niweke vizuri. Kuyapo mahubiri mengi. Toa 100,000 ili nikuombee upate baraka, upate milioni 1. Hayo mahubiri hapo. Na mafuta utakwenda kuoga, utajipaka, utapaka kwenye mlango na kiti na nini. Huo ni ushirikina. Sisi tunatoa kwa sababu tunampenda nani? Sisi tunatoa kwa sababu Mungu ni rafiki yetu. Sisi tunatoa kwa sababu tunatambua kwamba kila tulicho nacho ni cha nani? Na hatuna sababu nyingine. Yeye amenipa, nimetoa. Basi. Hakuna kitu kingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunatoa kwa sababu tunaonyesha utii kwa Mungu. Ukitaka kujua hivyo, soma kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya 5, mstari wa 5c. Kuna mstari fulani pale chini. Sisi tunatoa kwa sababu tunajua haya tulionayo yote tumepewa na Mungu. Na maelekezo ya Mungu akitubariki sisi, na sisi tuwabariki wengine. Hamna nyingine ziada hapo. Wewe leta hapa nikuombee ili upate zaidi ya hapo. Nimesema wewe ni nini? Shirikina ambao umeshaingia kwenye madhabahu fulani. Hatufanye hivyo. Umepata Petro wa kwanza? Soma. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5c. Nitasoma. Hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Mpate kuhudumiana. Hapo kuna pointi mbili. Sisi tunatoa kwa sababu tunamtii Mungu. Sisi tunatoa kwa sababu sisi ni wanyenyekevu mbele za nani? Basi. Kwa nini natoa? Mimi natoa kwa sababu namheshimu Mungu, namtii Mungu. Swala la kutoa ni ishara kwamba wewe kwanza unayo imani. Una mizizi ya nini? Ya imani. Ni ishara nyingine kwamba wewe unamtii nani? Mungu. Unatambua kwamba hiki nilicho nacho Mungu ndiye amenipa. Hello. Amina. Unatambua kwamba hiki amenipa nani? Na mimi nafanya nini? Nikiwa na moyo wa Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunatoa. Hatuna sababu nyingine. Sitoi kwa sababu mtu fulani asiponiona nikitoa ataniona na mimi mbaili. Hatutoi hivyo. Wewe ukiniona, usiponiona, imekula kwako. Mimi natoa kwa sababu kwanza nampenda Mungu, alafu mimi ni mnyenyekevu mbele za Mungu. Kutoa ni ishara ya unyenyekevu mbele za Mungu. Kuna utii na unyenyekevu wamesoma pale, si ndio? Kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu sisi tunamtii Mungu. Kwa sababu sisi ni wanyenyekevu mbele za nani? Ndio maana tunafanya nini? Naongea mwenyewe. Tunatoa kwa sababu sisi, nimesoma point 2. Ya kwanza ni unyenyekevu, ya pili ni ina maana usipotoa wewe ni mkaidi. Mungu amesema utoe, wewe umekaidi. Sasa tutaangalia nafasi ya wakaidi kwenye Biblia iko wapi. Tunatoa kwa sababu tunaamini kwamba vitu vyote ni mali ya Mungu. Sababu ya pili, kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu kutoa ni tabia ya mtu wa Mungu. Mungu ndio mtoaji wa kwanza. Nataka kuamini. Soma Yohana sura ya 3
ambao mstari mama ulitufundisha mstari bado wadogo. Kwa maana jinsi hii Mungu alitupenda, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila atakayemwamini asipotee bali awe na uzima. Kutoa nimesema ni tabia ya kimungu. Na mtoaji mkuu ni nani? Tunaona alimtoa mwanae wa pekee ili kila atakayemwamini asipotee. Kwa hiyo kutoa ni asili ya kimungu. Lakini tunatoa vitu gani? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Tunatoa vitu ambavyo hata sisi wenyewe tunavipenda. Sio tukisema kwamba jamani twende tukawategemeze nguo wale wenzetu wahitaji. Ukatoa kile kingo ambacho kimepauka, kimechanika, zipo hakina, ndio nakusanya na mimi naenda kutoa. Hapana. Utoaji mzuri ni ule utoaji ambao unatoa hata wewe mwenyewe kile kitu bado kinaugusa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tutafika tu. Somo hili la utoaji ni gumu, lakini naomba Mungu atusaidie tumuelewe. Tunatoa kwa sababu kutoa ni tabia ya kimungu. Soma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19.